Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ndugu zangu Waislamu na wapenzi katika imani. Leo na nasaha fupi kabisa kuja kwenu dhidi ya mambo ambayo yanayoendelea hususan katika mitandao ya kijamii, mambo ambayo yamebeba heshima za watu, lakini mambo ambayo yamebeba haki za watu. Nini unatakiwa ndugu yangu Muislam? Unachotakiwa ni kutojiingiza katika masala ya fitna. Fitna ni jambo baya. Fitna kama tunavyofahamu inasemwa imelala amelaaniwa yoyote ambaye atakwenda kuiamsha fitna. Usishiriki na wewe ukawa ni sehemu ya kuieneza ile fitna, na wewe usikubali kuwa sehemu ya kuitandaza ile fitna katika jamii. Kumbuka sote ni familia zilizomkubali mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa mambo mabaya ni kueneza fitna juu ya mtu aliyekubali kalimatu tauhid wa hiya la ilaha illa Allah. Ukiona mtu ameikubali la ilaha illa Allah, chunga sana heshima yake, chunga sana adabu yake, kwani nyakati za mwisho kabisa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama anaondoka katika huu ulimwengu, alisisitiza sana juu ya heshima za watu, juu ya kuchunga heshima za watu, juu ya kuwa makini na heshima za watu. Heshima ni kitu kikubwa sana ndugu yangu Muislam. Yawe mambo yanayosemwa ni ya kweli, yawe yanayosemwa si ya kweli, lakini wewe chunga sana kueneza ile fitna inayoenea, kwani utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Msikilize mmoja katika maimamu anasema, idha aradta an tahya saliman min arridha wa dinuka mawfurun wa irdhuka sayyinun fala yantiqannaka bisawatin fakulluka sawatin walinnasi alsunum. Ukitaka uishi vizuri katika jamii yako, ukitaka uishi kwa usalama na amani katika jamii yako, chunga sana huu ulimi wako, usitamke, usiseme dosari za wenzako, kwani wewe mwenyewe ni dosari tupu. Watu pia wana ndimi, wanaweza wakasema. Mmoja katika maimamu anasema, aharifu unasa lam yakun lahum uyub faghadhu fi uyubi nnas faawjada nnasu lahum uyuba. Anasema mimi kuna watu ninawafahamu hawakuwa na dosari katika jamii, hawakuwa na maovu katika jamii, hata kama walikuwa nayo walikuwa hayajulikani, lakini siri zao na dosari zao zimeanza kusikilizika na kusemwa katika jamii baada ya wao kuinua ndimi zao na kusema mabaya ya wenzao. Kisha akasema, wa aharifu unasa lahum uyub fasatara uyuba nnas fasatara Allahu lahum uyuba. Kisha akasema kuna watu mimi ninawafahamu wana dosari kemkem, wana aibu kemkem, lakini wameamua kufumba midomo yao na kuzuia ndimi zao kuto kusema dosari na mabaya ya wenzao, Allah naye akaficha mabaya yao. Ndugu yangu Muislamu, kokote pale unaponisikiliza, chunga sana heshima ya mtu, chunga sana kumchafua mtu, chunga sana kumzuria mtu. Ni katika mambo mabaya, ni katika mambo mabaya, ni katika mambo mabaya. Naomba nikusomee hii hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi inayosikitisha ndugu yangu Muislam, hadithi inayosisimua ndugu yangu Muislam, hadithi ambayo nina imani yoyote mwenye sifa ya imani lazima itagonga na kutikisa moyo wake. Maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati akizungumzia riba, akasema arriba 72 baba. Hii riba mnavyoiona madhambi yake yamepangwa katika daraja 72. Mtume akasema adnaha, ile daraja ndogo kabisa ya dhambi anayoipata mwenye kula riba, dhambi ndogo kabisa anayoipata anayekula riba, kile kidhambi cha mwisho kabisa, uzito wake mtume anawaambia masahaba, an yankiha rajulu ummahu, ni sawasawa na mtu avunje mipaka yote na avunje miko yote, amwingilie kimwili mama yake mzazi. Fala haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Jambo lililowashtua masahaba, kwa sababu sio jambo jepesi hilo, ni jambo zito kabisa kumwendea kimwili mama mzazi. Mtume akamwambia tulieni, jeni kufahamisheni lililokuwa zito, lililokuwa kubwa zaidi kulikoni hiyo riba ambayo udogo wake ni sawa na mtu kumwendea mama mzazi. Mtume akamwambia, wa inna arba riba an yanqa ar-rajulu fi irdi akhihi al-muslim, la ilaha illa Allah. Hakika dhambi kubwa na dhambi nzito kabisa ndugu zangu kulikoni hiyo riba ambayo udogo wake ni sawa na mtu kumwendea mama mzazi, kitendo cha mtu kumvunjia ndugu yake heshima yake, kitendo cha mtu kumchafua ndugu yake, kitendo cha mtu kuharibu heshima ya mtu katika jamii. Ndugu yangu Muislamu na mpenzi katika imani, chunga sana. Mimi nakukusudia wewe ambaye unanitazama hivi sasa, ambaye unaweza ukaona video ya mtu anasemwa, mtu anachafuliwa, mtu anazungumziwa mtu vibaya. Haijalishi anayosemwa ni ya kweli,
haijalishi anayosemwa si kweli, wewe usikubali kuwa mwenezaji wa ile jambo, kwamba ukachukua video ile ukaisambaza katika mitandao ya kijamii, ukarusha sehemu mbalimbali. Usikubali kuwa daraja la ndugu yako kuendelea kudhalilika, ndugu yako kuendelea kusemwa. Na kwa bahati mbaya tuliokuwa nayo hivi sasa, wanaosemwa ni mashehe, madai, wanaotegemewa katika nchi yetu, wanazungumzwa vibaya, wanasemwa vibaya, wanadhalilishwa, wanafedheheshwa. Allah wahifadhi na awakinge. Yeye ndiye Allah anayejua ukweli wa madai yanayotolewa, ukweli wake Allah ndiye anayejua. Lakini mimi nakuomba wewe ndugu yangu, usishiriki kumdhalilisha ndugu yako, usishiriki kumfedhehesha ndugu yako, usishiriki kueneza kufedheheka kwa ndugu yako. Hilo sio jambo jema na hilo sio jambo zuri kabisa. Kwani kwa sababu gani nazungumza hivyo? Kuna baadhi ya watu wamekaa kazi yao kutafuta dosari za watu, kazi yao kutafuta zile weakness za mtu. Waarabu wanasema idha kana baituka minazujaja fala tarmin nasa bilhijara. Baba yangu, ukiwa nyumba yako ni vioo tupu, basi usianzishe ugomvi wa mawe, kwani jiwe moja utakaorudishiwa nyumba yako yote itakwenda chini. Kwa hiyo ndugu yangu, mpenzi wangu, kokote pale ulipo duniani, na kuomba insha Allahu alkarim, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, usikubali kushiriki kwa aina yote, iwe ni kueneza video, iwe ni kwa maneno, iwe ni katika hali yoyote kabisa. Kumbukeni ya kuwa kazi ya da'wa ni katika kazi ngumu sana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna dhalika min azmin umur, ni katika mambo makubwa sana. Kwa hiyo mimi naleta ujumbe wangu huu kwa wewe unanisikiliza, lakini na hata kwa wale mashehe zetu ambao wanakutwa na kashfa hizi, wanakutwa na maneno haya, haijalishi ukweli wao ndio wanaujua, wameshiriki kweli kwenye hayo wanaotuhumiwa ama la, wao wanajua na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio anaujua. Ninachowaomba mimi ni subira, kushikamana na subira, kwani kazi hii ni kazi ya manabii na ni kazi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wasallam. Kwa hiyo usitarajie kwamba daima utasemwa vizuri, usitarajie kwamba daima utazungumzwa vyema tu. Jua kabisa kuna watu ambao kazi yao wamekaa wanatafuta dosari yako. Wewe sio malaika kwamba ni maasum, hutofanya dhambi ama hutokosea. Wewe pia ni binadamu. Usirudi nyuma katika kufanya kazi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hakuna mkamilifu. Watu wote sisi ni wakosefu na daima tunamkosea Allah subhanahu wa ta'ala. Ipo hadithi sahihi ya mtume inasema, kama sisi sote tungelikuwa hatutendi madhambi kisha tukatubia kwa Mungu, basi Allah angetuondoa sisi sote duniani, kisha angewaleta viumbe wengine ambao wangekuwa wakitenda madhambi alafu wakirudi wakatubia kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Jamani, mtu anaweza akakosea, si kihoja ni kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wapo watu wanaotenda madhambi lakini Mungu anawapenda watu hao. Najua ni kina nani? Ni wale ambao wanatenda madhambi alafu wanatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu, wapenzi wangu, msishiriki kueneza habari za fitna katika jamii, msijaribu kueneza habari za hovyo katika jamii, kwani wanaotuhumiwa maelfu na mamia ya watu wameongoka kwa sababu yao. Unapozidi kumuenezea fitna yake, unapelekea hata wale walioongoka kupitia yeye wakarudi tena katika maasi, wakaona kumbe mtu wenyewe tulikuwa tunamfuata ana kadhia moja, ana kadhia mbili, ana kadhia tatu. Kazi aloifanya kwa miaka mingi unakuja kuiharibu kwa sekunde, utaulizwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usishiriki kueneza fitna katika jamii, wala usishiriki kueneza mambo mabaya katika jamii. Wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi waludwan. Saidianeni katika mambo ya wema na mambo ya uchamungu, saidiane katika mambo maovu. Shukran lakum, jazakumullahu khaira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.